walitushika mkono tukainuka. Ndio maana hapa utakaposikia taarifa yetu ya fedha imegawanyika katika makundi mawili. Kuna zingine ambazo ziko kwenye system ya mkoba na kuna zingine ambazo ziko benki, lakini zote tunakopeshana kwa utaratibu maalum. Kwa hiyo taarifa yetu ya fedha itazungumza. Lakini kipekee, Mheshimiwa Mkurugenzi, sina kumbukumbu mtu mmoja alikuwa anatoa elimu ya kuhusu hiki cheo cha uheshimiwa. Sikumbuki kama mkurugenzi aliwepo kama miongoni mwa wanaoitwa waheshimiwa. Lakini vyovyote nitakavyosema, kwa sababu sisi waandishi wa habari huwa wakati mwingine itifaki huwa zinatusumbua kidogo. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, na ni nafasi ya kuwa na mlezi Mbeya Press ni kwa muda mrefu hatuna. Tulishawahi kuwa na mlezi ambaye hatukuwahi kushiriki naye kikao chochote. Kwa hiyo toka tumemuomba awe mlezi mpaka ameondoka, kwanza hakuwahi kushiriki kikao. Kwa hiyo alikuwa mlezi hewa, naweza nikasema hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa wewe ndani ya muda mfupi umekuwa mlezi wetu tena, ambaye hatukutumia nguvu kukupata, lakini umeanza kushiriki na sisi kwenye shughuli zetu. Kwa hiyo tunakushukuru sana, na tunaamini kwamba kwa sababu kwa kawaida mkurugenzi lazima awe mtu ambaye anasimamia idara zote kwenye halmashauri. Kwa hiyo hata masuala yanayohusiana na fedha, tunaamini kwamba wewe utakuwa mlezi wetu sahihi, utakuwa unishauri kuhusu masuala ya fedha. Ni pale ambapo hatuendi sawa, utatuonyesha kwamba jamani, njia sahihi ni hii, huku mnapokwenda mnapotea. Lakini naamini kwamba kwa miaka ambayo tumeenda, hata kama kulikuwa na kupotea, tulikuwa tunarudishana wenyewe kibubu hivyo hivyo, tuliongozana vipofu. Lakini naamini kwamba hapa tulipofikia tumefika ni eneo sahihi. Kwa hiyo nikukaribishe sana, uwe huru usikilize taarifa yetu ya fedha, alafu utakuwa na nafasi ya kutushauri baada ya hapo kama uteleo. Na tunaamini kwamba yawezekana hizi fedha mtu angekuwa anajitafutia kila wiki kwa utaratibu ule wa watu wa utunzaji ule wa kienyeji, kwamba mtu angeweza kujichongea kibubu nyumbani kwake au angechimba shimo nyumbani kwake au anatunza fedha kule. Lakini sisi ni miongoni mwa taasisi ambazo huwa tunatoa elimu kwa wananchi kuhusu utunzaji sahihi wa fedha. Kwa hiyo tunataka tuwe miongoni mwa taasisi ambazo zinaonyesha mfano, na yawezekana pengine tukawa mfano hata watu wengine huko mitaani wakaiga kwetu, wakawa na utaratibu kama huu wa kutunza fedha. Tunaweka kwenye mkoba na benki kwa sababu tunaamini ndio maeneo sahihi ya kutunza fedha, na malengo yetu ni kwamba tukikopeshana mtu akafanya maendeleo. Na yawezekana kadri tunavyozidi kwenda, kwa sababu tulianza tukiwa na kiwango kidogo sana cha fedha, lakini kwa sasa hivi figa zinazosoma ni figa kubwa. Tuna mpango kwa baadaye tukawa hata tunatembeleana, bwana, tulikukopesha hela ili ulisema unataka kujenga nyumba, basi tuonyeshe kapandela kako wapi. Ndio malengo yetu, angalau tuwe tunafanya maendeleo. Mtu amesema bwana, mimi naenda kulima, angalau basi akilima mahindi mwisho wa siku aje tuuzie tupate chakula. Kwa sababu sio wote tunaweza wakulima humu, kuna wafanyabiashara, kuna wakulima, kuna watu wanamiliki magari humu, kuna wengine ni wafugaji. Kwa hiyo hizi fedha wanakopa ili wakaendeshe hizo biashara zao. Kwa hiyo hizi fedha ambazo tulikopa, hatukukopa zikapotea. Taarifa ilivyosomwa hakuna fedha hata shilingi moja iliyopotea. Na ni kwa sababu ya utaratibu wetu huu mzuri ambao tunautumia. Kwa hiyo nataka tu nikupe kidogo kwa ufafanuzi hapo ili ikianza na pesa zetu ambazo ziko benki, ambazo tunakopeshana na tunarudisha riba huko na mikopo yetu. Kwanza kabisa tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu hapa tulipofika, kwa sababu tulianza na milioni isiyopungua milioni 18, lakini hadi leo tunapoongea kwa muda wa miaka mitatu tuna milioni 49. Kwa ufupi tu, kwa huu mwaka sasa jinsi ambavyo tuliweza kukopeshana, kwanza tulikopeshana shilingi milioni 42,140,000, ambapo riba ambayo imeweza kupatikana katika hii pesa, riba yetu ni 4%,
riba ambayo imeweza kupatikana ni milioni 4,214,000. Lakini tuna utaratibu ambao huwa tunaweka mtu endapo hajalipa mkopo kwa wakati, hajalipa riba kwa wakati. Kuna utaratibu wetu ambao tumejiwekea ili mtu aweze kulipa faini kidogo, kwa kumkumbusha tu kwamba hizi pesa zinatakiwa ziingie benki, ambapo faini ambazo zinaweza kupatikana ni milioni 2,740,000. Jumla ya mkopo, jinsi ambavyo tunaweza kukopa, tunatakiwa tuzalishe nje na faini milioni 46,354,000. Sasa hapa tukijumlisha faini pamoja na fomu ambazo tunapochukua mkopo tunakuwa tunajaza fomu kwa shilingi 2,080, lakini adhabu milioni 2,767,041. Kuna kiingilio ambacho watu wameweza wameingia watu watatu. Mtu akitaka kuingia anaingia kwa shilingi 200,000, ambapo kwa watu watatu ni shilingi 600,000. Tukijumlisha hizi pesa zote, pia kuna baki ambayo ilibaki kidogo, shilingi 47,000 ilibaki kwa wakati tunakopeshana. Nikijumlisha hizi pesa zote tunakuja kupata milioni 49,826,186. Ndio pesa ambazo hadi leo hii zinasoma benki. Lakini kwa upande wa pesa za vikoba, hizo ambazo tunanunua hisa na kukopeshana, mwaka huu tumeweza kununua hisa za milioni 67,200,000, ambapo hisa hizi zimeweza tumeweza kukopeshana mikopo milioni 125,200,000, milioni 125,260,000. Riba yake ya 10% ya huu mkopo tunapata milioni 12,526,000. Tunapata riba yake ya 10% katika mikopo yote ambayo tumeweza kukopeshana. Lakini tuna faini kwenye vikoba. Tunajua faini zetu zimekaje endapo mtu hajalipa riba kwa wakati pamoja na mkopo, ambayo imeweza kuzalisha shilingi 3,351,100. Hizi ni faini. Jumla tunakuja kuwa na milioni 85,962,800. Ndio pesa ambazo zimeweza kutokana na vikoba, kununua hisa pamoja na faida ambazo zimeweza kupatikana. Na hisa zetu, kwa hisa moja tunanunua hisa moja hadi hisa 5. Hisa moja ni shilingi 10,000 hadi shilingi 50,000. Kwa hiyo mtu anaruhusiwa kununua zote 5 au anaruhusiwa kununua moja. Kima cha chini cha hisa tumeweka shilingi 10,000. Hii mmenifanya mlezi mchangamke, kwa sababu nikisikia mkoba wetu na uhifadhi wetu wa fedha ili zitusaidie kujikimu kimaendeleo, mimi mlezi nafurahi. Natambua kwamba Mbeya mkoba ya Press iko vizuri na sisi wana Press tunajitambua. Mimi nimefurahishwa sana, sitakuwa na maneno mengi, lakini kikubwa ni pongezi. Pongezi kubwa juu yenu ziwafikie kwa hatua mlioipiga. Kwa sababu kutoka milioni 18 mpaka ufike 121 ni hatua kubwa sana. Lakini tukigawanya kwa tuliopo, bado mgao wetu hautatukidhi kwa kujenga nyumba ya familia kwa mtoto wa kike, wa kiume na wazazi yenye vyumba 3. Sasa hapa tunatakiwa leo na mlezi yupo, tutoke tuende mbele sana, yani tuwe na mileage kubwa. Na ili kuweka mambo vizuri,
na taarifa mawasiliano wetu wamesoma vizuri kwa nyepesi. Mmesikia na sisi kule tumetangaza kiwanja cha kawaida ambacho hata Mbeya Press Club ikambeba na mkoba humo na shughuli zake zikafanyika kwa bei rahisi sana. Tunakiuza kwa milioni 5 na kama 6-7 mimi mlezi nitatoa hicho. Mlezi kwa nafasi aliyokuwa nayo kwa Mbeya Press Club na mkoba, tunajua ofisi tutagawana humo. Tukipata eneo letu, kwanza tutakuwa tumepiga hatua kubwa na watu watajua address zetu kwamba tunapatikana wapi, na hata kama tuna kikao chetu tunaweza tukakaa huko Mbalizi kwenye kata zetu kule ya Nsalala tukafanya vikao vyetu na tukapiga hatua. Kianza na Dr. Tulia kuchangia milioni 15. Nafikiri na mhandisi Melekisa na wengi naye pia kuchangia, na baadaye mwenyekiti wa CCM mkoa naye pia tuchangia. Kwa hiyo tuna wadau mbalimbali wametuchangia. Sasa mtu sisi hata kileta 200,000 au 300,000 au milioni 10, sisi kumpa mtu mmoja tunaona bado inakuwa haina tija. Kwa tunazingiza kwenye mfuko na baadaye tunapotoshana wote kiwango sawa ili kila mmoja akapate kuzalisha sawa. Baadaye ikatokea mimi nimezalisha sana, mimi nimezalisha kidogo. Hapana, hiyo ni akaunti ya benki. Lakini akaunti ile nyingine ni mtu mwenyewe juhudi yake. Kama akinunua hisa 5 basi faida atapata kubwa zaidi. Na miongoni mwa watu ambao wamepata faida kubwa ni wanachama karibu 7 hivi. Katika mgao wao faida ambao wamepata au pamoja na kichanganya na hisa zake, mtu wajua amepata milioni 3 na karibu na 100,000. Sasa kukamata milioni 3 hivi kwa sisi waandishi ilikuwa ni ngumu sana. Lakini juzi Jumamosi kila mtu kwenye akaunti yake ameingiziwa kiasi kila ambacho aliweka, lakini nasema kiwango cha juu ni milioni 3 na kiwango cha chini mtu ambacho alikuwa amepata ni kama 500,000 hivi na kitu. Kwa hiyo unakuta hii hali inatusaidia sana, sababu imetusaidia sana. Unajua ukitaka kuonekana na heshima ukiwa na nyumba au ofisi inaongeza hata thamani ya taasisi yako. Nadhani utakuwa umetuheshimisha sana, na pia nadhani utakuwa mfano wa kuigwa kwa Tanzania nzima, lakini pia utakuwa umetoa somo kwa viongozi wengine. Tunafanya shughuli nyingi sana za maendeleo, lakini pia hata za siasa, lakini mwisho wa siku unakuta ofisi zetu zinakuwa ni changamoto, hazipo na inakuwa ni changamoto sana. Mimi pekee nakosa lugha hata ya kuzungumza kwa jinsi ambavyo umetufadhili. Kuna wengine wanatoa pesa lakini hakukimu na maarifa. Sasa mtu pesa na maarifa juu. Sasa ninakuona ni mtu wa ajabu sana. Nadhani Mungu aendelee kuweka kwa muda mrefu hapa ili tuendelee kuwa na